Asubuhi ya leo hamjambo. Asante kwa kujiunga na channel hii ya Dr. Wilson Swahili Ministry. Naja tena asubuhi ya leo kunena nanyi. Habari zenu? Naitwa Dr. Wilson Tayo. Nashukuru Mungu kwanza kwa ajili ya kutupa nafasi siku ya leo kuwa wazima na kuwa hai na hata kupatikana kuwa miongoni mwa watu walio hai siku ya leo. Tunamshukuru Mungu. Jambo la pili, namshukuru Mungu kwa ajili yenu nyinyi ambao mnanifuata, mnaangalia video zangu, mnasikiza video zangu, na wengine mnatoa comments za kunitia moyo na kuniambia niendelee mbele, na hata wale ambao mnaniita majina tofauti tofauti mabaya. Nashukuru kwa sababu mnanipa changamoto ya kuweza kujiangalia na kujua kama niko sawa ama siko sawa. Mungu awabariki na awezeshe kila mtu kulingana vile unavyoniona na vile unavyonielewa, basi itendeke kwako hivyo. Na waombea asubuhi ya leo kwa hii video kwamba lolote ambalo unaniwazia, lolote ambalo unanitamkia na lolote ambalo unanitendea, hayo mambo yarudi kwako, ya kufanikisha wewe kwanza kabla hayajanifikia. Kile mtu atakula matunda ya kinywa chake. Yale unayosema kwangu mazuri yatendeke kwako kabla hayajanifikia. Mabaya yatokee nyumbani mwako kabla hayajatokea kwangu. Nashukuru Mungu. Wote mnaoshiriki video zangu na kushare na watu wengine, kuambia angalieni Daktari Wilson Tayo Online, na washukuru. Wale ambao mmejiunga kama watu wa grupu hii ya mafundisho, basi pia nashukuru. Niliyatangaza jana kwamba si watu tu kuungwa katika grupu ya mafundisho, lakini nimeweka mtego kwamba wewe ujiandikishe, sababu hakuna kitu ya bure. So watu wakipewa vitu vya bure hawana uwezo wa kudhamini hizo vitu, na ndio nipata haya maarifa na kugundua hizi mbinu zote ambazo huwa nafanya, alafu zinasaidia watu, zinafanikisha watu. Basi si jambo rahisi. Kuna aina ya maisha ninaishi, kuna kule kujinyima, kwenda jinyima, kuna kujitayarisha, kujitenga na vitu fulani, kujitayarisha kwa aina fulani, na kuna safari nyingi sana ambazo zinahusika na aina resources za pesa, ili kupata kuwa vile nilivyo na kuweza kuwa na kitu ya kusaidia mtu mwingine. Kwa hiyo naona hata wale ambao mnanipatia zawadi zenu za sadaka za hiari, mtu ananiambia nipe namba yako ya simu, ananitumia hela, ananiambia asante, mafundisho yako yamenisaidia. Wengine kutoka Zambia, kutoka Marekani, kutoka wapi, na washukuru pia nyote, maana sijawaitisha hela, lakini mnanipa kwa hiari. Mnaniambia asante, tumefanya hili na lile kwa video hii tukafaulu, tumefanya hili na lile tukafaulu. Mungu awabariki pia ninyi mnaponiwazia, mnaponitumia gifti, mnaponipatia zawadi, mnaponipatia nini. Kama hii laptop mtu ameniletea tu kutoka Marekani. Hii ni laptop mtu ameniletea kutoka Marekani kama zawadi. Na watu wanaendelea, wengine wamenitumia hata pesa tu, wananiambia mtu wa Mungu, hiyo ni kikombe ya chai. Mwingine amenitumia hela kutoka Zambia, ananiambia mtu wa Mungu, nashukuru, mafundisho yako yanakuwa baraka. So na washukuru pia nyote mnaofanya hivyo. Bwana kumbuke haja ya mioyo yenu na kutane nayo. Asubuhi ya leo pia karibu. Kwa hivyo wale ambao mnaingia kwa group, mnapotuma maombi, uelewe kwamba si kuongezwa tu, ni kuregister. Kenya ni 12,000. Unatoa 12,000 unajiregister. Uganda ni 350 za Uganda. Tanzania ni 250 unajiregister. Marekani unatoa $100. Kama ni UK unatoa pound 80. Wale mko European countries mnatoa euro 90. Nigeria itabidi mtoe kama naira ngapi? 30,000 naira, ma 50,000 naira. Nigeria mtatoa 150,000 naira. 150,000 naira Nigeria. So
Ghana ni hivyo hivyo, muangalie katika cities, yani kila mtu convert $100 into your own money. Hizo ndio pesa ya kuregister, na nilisema unaweza kuregister kidogo kidogo vile unavyotaka, lakini kama hujaianza huwezi ona majina yako yamewekwa ati lesson zimeanza. Lesson haziwezi kuanza kama hamjaianza. Asante, na siko kwa haraka, nina mambo mengi ya kufanya, kwa hivyo nina sehemu nyingi naenda na kazi nyingi nafanya katika community hii ya Kenya, East Africa na dunia mzima. Mungu awabariki. Karibu. Kwa wale ambao mnataka contract kubwa zitokee maishani mwenu, mambo yanayohusika na pesa si mambo ambayo yanafanyika tu kwa mtu ghafla pap. Hapana, pesa haisikii lugha ya maombi. Kuna watu wanaambiwa kwamba ndio uweze kuwa na pesa lazima uwe mtu wa kiroho. Urohoni hauwezi kusababisha pesa zikaja. Watu wanaomba kutoka asubuhi mpaka jioni, wanafunga, wanaambiwa tafuta Mungu, tafuta Mungu, utakuwa tajiri. Hao wahubiri wote ambao mnaona wanatajirika kupitia mambo ya Mungu, sio ati ni kitu kingine, ni sadaka zenye watu wanatoa ndio zinawatajirisha. Hakuna kitu kingine. Hizo sadaka ndio wanachukua, alafu wanatumia hizo, wananunua vitu vyao personally, wananunua zawadi zao, wananunua vitu vyao kama vya biashara, vinaendelea kuwaongeza uwezo. Alafu wanakuambia nilitafuta Mungu na Mungu akanitokea, lakini alikusanya watu. Naomba wahubiri mnihesabia watu 100 kwa kanisa yako. Kama una watu 100, nihesabia watu 5 walioinuka, walikuja hawana kitu, na ukawafundisha mbinu ya kuomba na kufunga na nini, na kupitia kwa hiyo wameinuka. Sasa maisha yao iko hivi na hivi kupita, isipokuwa ni kazi ambao wanafanya. Maombi tu haiwezi kuinua mtu. Maombi inakusaidia kunyenyekea ili umsikie Mungu zaidi. Inakusaidia kushinda majaribu mengi ya mwili, maombi, na inakusaidia kuwa makinifu na mambo ya rohoni, na inakupa uwezo wa ndani wa kufanya maamuzi mazuri, maombi. So unakuwa mtu wa maombi ili usianguke katika majaribu. Yaani maana yake ni kwamba itakushikilia kufanya maamuzi mazuri, hutajikwaa. Maombi. Kwa hivyo msifunge na kuomba ati mtafuta pesa. Pesa lazima ufanye kazi, uwe na kitu ya kufanya, uwe na mambo fulani unafanya, na wachane na hii mambo ya pesa ambazo zinakuja bila mpangilio, pesa ambazo zinakuja bila wewe kuzifanyia kazi. It's not good kuwa na pesa ambazo hujafanyia kazi. Money is supposed to be earned. Money is not supposed to be just a gift. Watu wakikupatia mabilioni ya pesa ambao ni bure tu, utashindwa hata namna ya kutumia. Kila ambacho huwezi kulipia gharama, huwezi jua namna ya kukitumia vizuri. Kwa hivyo pesa ni kitu kingine tofauti sana. Na nataka niwaambie, ukiwa unaweza kufanya hii kazi yenye nataka kuwapatia saa hii, basi itakusaidia contract zako za pesa zifunguke sana, zikuje kwako. Unasema ni nini ambayo inasumbua kelele video zako? Niko karibu na airport ya Kenya, Nairobi. Kwa hivyo inapita ndege, ndio maana iko hivyo. So ile kitu ambao utafanya ni kazi. Mambo haya kiroho pia ni kazi, si bure, ni kazi. Kuna vitu na kupita uandae, ndio anga yako ya pesa inaweza funguka. Wewe unafanya kazi, unataka contract ziwe rewarded. Zingine ni za private sectors, zingine ni makampuni ya government, zingine ni government iko na hizo contract na anataka kupeana. Unakuta wewe majina yako hayakuji ukapata hiyo contract, na zinaenda kwa watu wengine. Unaweza ukavuta hizo contract kubwa zikaja kwako na ukaingiza pesa. Wale ambao mnahitaji connection, Mungu hutumia watu kuinua watu wengine, na shetani hutumia watu kulemaza watu wengine. Mungu akupe watu wasawa na watu wakubwa na watu walio na uwezo na watu walio na moyo wa kutaka uende mbele, wakusaidie ili uweze kuinuka. Sasa hiyo pia ndio kazi ambayo tunaenda kufanya, right connection, maunganisho mazuri yanayokukusaidia kuinuka. Lazima uwe na connection, God's destined people, a destiny into other people. So that's why we have wale watu ambao tunaita destiny helpers. Kuna destiny helpers, alafu kuna destiny connectors.
Kuna watu ambao wanakuunganisha na watu wengine, wao wenyewe hawana uwezo wa kukusaidia hiyo pesa, lakini wana uwezo, wanajua mtu ambaye wakikuunganisha naye na yeye naye atakufikia na hiyo. So ukitaka kuunganishwa na hivyo, ndio kazi ambayo tunafanya. Kwa hivyo usitupe hii video kwa sababu ina mambo mengi, lakini isikize mpaka mwisho. Wacha iwe ni msaada itakao kusaidia kabla mwaka huu kaisha, ukawa na ushuhuda. Tunapopindua mwaka, Mungu akitujalia, utanitumia ushuhuda, niambie, Tayo, katika video uliyofundisha Mungu amenionekania. Kwa hivyo utafanya nini ili upate connection za kukunganisha na milango mikubwa ya pesa ije kwako, au contract kubwa kubwa zije kwako ambazo zitakuwa rewarded na hazina visirani. Mungu akulinde, ufanye hiyo kazi na pesa zingie na ulipwe kwa wakati vile unavyotaka, ili utoke ndani ya kung'ang'ana. Una kampuni lakini hupewi contract. Una kampuni haupate kazi. Wengine ni security companies, wengine ni clearing and forwarding, wengine kampuni mbalimbali. Umeuwezo, una neema, una kibali, lakini watu hawakupatii hiyo, hupati hiyo nafasi. Kujia hii kazi ambayo ninaiweka hapa kuanzia leo ni kazi ambayo utaweza kutengeneza mwenyewe, alafu itumie kulingana na vile nataka kupatia, ni bure. Lakini kama unanipatia mimi ndio nikusaidie, nikutayarishie ili uichukue kwangu, pia inawezekana, lakini hapo sasa unanilipa. Hapo tunalipana, maana mimi sasa umenipa kazi. Lakini kwa kufundisha hapa, ukifuata mwenyewe, basi fuata mwenyewe vile nafundisha, utafaidika na haya maarifa. So ni nini ambao utahitaji? Jambo la kwanza ambalo utahitaji ni ununue chungu. Kile chungu ambacho ni cha kupika, cha clay pot. Ile clay pot ijapikia chakula. Iwapo una clay pot umekuwa ukipika vitu vya kiroho nayo, ama ukichomea vitu vya kiroho, hiyo inaweza fanya kazi. Lakini kama ni ile ya chakula, usitumie. Nunua mpya ambayo haijatumika. Uwe na clay pot. Jambo la pili ambao unahitaji kuwa nalo, mtu wa Mungu, ni majani 9 ya miujiza. Majani 9 ya miujiza. Majani 9 ya miujiza itakuwa kama wewe ni mwanaume. Kama ni mtu wa kike, utahitaji majani 7 ya miujiza. So umeshajua majani ya miujiza yanakaaje. Umeshajua majani yale ambayo nazungumzia miujiza yanafananaje. Tanzania mnajua, Kenya mnajua, Uganda mnajua, na Marekani mnajua. Kila maeneo anayesikiza katika Swahili Channel anajua majani ya miujiza, unless ni wale wapya wanaoingia leo au jana au kesho. Lakini wengi mnajua majani ya miujiza. Kama haujui, mwanangu, nenda kwa Google, uandike tu pale kwa Google miracle leaf, alafu upige picha, utaona zitakuja hapo picha ya miracle leaves. So utafute 9 kama ni mwanaume unatengeneza hii. Utafute 7 kama ni mwanamke unatengeneza hii. Itakusaidia. Jambo lingine ambalo unahitaji kuwa nao ni pilipili ya algeta, ponti 1, kifurushi kimoja cha pilipili ya algeta. Pilipili ya algeta inahitajika pia, wengi mmeshaijua. Na pilipili ya algeta nimewahi kuambia iko mara mbili. Kuna ile fake na kuna ile original. Sasa ile original ndio inafanya kazi hizi ambazo ninasema. Kumbuka hii pilipili ni ile ambayo imetayarishwa. Ya algeta ponti 1 uwe nayo. Jambo lingine ambalo utahitaji kuwa nayo katika recipe hii kuiandaa ni kichwa cha paka. Kichwa cha mnyama anaitwa paka. Kile kimekauka. Kwa hiyo itakubidi utafute paka, uondoe kichwa, alafu ukaushe kichwa mpaka kikauke. Then utachukua hiyo kichwa iwe mmoja ya vitu ambavyo nahitaji. Watu wengine mkisikia nikisema vitu kama hizi mnashangaa. Nasema, "Oh jamani, mhubiri kweli? Mbona anaongea vitu kama hizi?" Ni kwa sababu kuna mahali umefungwa. Kuna mahali umekuwa brainwashed. Yaani wewe unaelewa kwamba kama ni mhubiri hawezi sema vitu kama akisema vitu kama huyu ni mtu ambaye ana connected na uchawi. Kwa sababu unaamini paka ni mnyama ambaye anatumika kiuchawi. Nimekuambia hata Biblia yenye unatumia kuhubiri bishop inaweza tumiwa na mtu kiuchawi.
na mayai ambayo inatumiwa na mchawi inaweza tumiwa na mhubiri kiuzuri. Unanielewa? Hakuna kitu duniani ambacho Mungu aliruhusu kimee akikitenga ama akikiumba akisema hiki kitakuwa cha uchawi. Ni maarifa yanayotumika aidha na malengo ya kiuchawi au ya kuroga, kuumiza watu, kuharibu mambo ya watu, kuhijack destiny za watu. Hiyo vitu yote inaitwa uchawi. Kujenga watu, kuwafungulia milango, kuwafanya waende mbele, kuwafanya Mungu awapatie afya, Mungu awape kibali, neema ipatikane. Hiyo si uchawi, ni maarifa ya kiroho inayoweza kufungua maisha ya mtu. If there is consequences, mabaya yanayokuja kwa kupata haya mazuri na mabaya ya kuje, hiyo kitu iko formula ni mbaya. Lakini kama hakuna consequences ni kama unafanya makosa, ndio consequences kuja. Maana hata katika masuala ya Mungu ukifanya makosa kunakuwa na consequences. Muelewe kwamba hii knowledge. So unahitaji kichwa cha paka aliye kilichokauka. Utamuua paka ama utatafuta? Mimi sijui. Usiniulize maswali mengi natoa wapi. Mimi sifugi mapaka. Mapaka ni wanyama, wengine wanafugwa, wengine wako mwituni. Tafuta mnyama wa kufuga anayeitwa paka. Kama vile unakuwa na kuku, unakuwa na mang'ombe, unakuwa na mbuzi, unakuwa na kondoo, una wengine mnafuga mbwa, wengine paka. Sasa siku ile unajisikia unachukua kuku, unachinja, unakula. Sasa hivyo unaona unakula kuku, unaona unakula bata, unaona unakula ng'ombe, unaona unakula nyama ya nguruwe. Kuna watu wanafuga paka. Wengine wanafuga mbwa, wengine wanafuga nyoka. Wengine kwao wanakula nyoka, wengine kwao wanakula panya, wengine kwao wanakula kobe, wengine hivyo. Wanadamu ni tofauti tofauti. Sasa unaweza chukua paka akakusaidia kupata kichwa. Kausha hiyo kichwa utakihitaji. Jambo lingine ambalo utahitaji, mtu wa Mungu, ni mbegu 16 za cat eyes. Zile vimbegu vinakaa kama macho ya paka. Vina alama nyeusi, rangi nyeusi na nyekundu, na kakitu ka white katikati. Zinaitwa crab eyes ama cat eyes. Sijui Waluya wanaita mbulu ama Wajaluo ndio wanaita mbulu, something like that. So hizo ndio vitu utahitaji uwe nazo. Ukishakuwa na hizo vitu, weka zote. Kumbuka zimekauka. Kausha hizo vitu, kausha. Majani ya miujiza unajua yana maji na ni jani la uhai. Si unajua linaitwa pia jani la uhai. Ukiliacha kwa meza, ukisafiri na London, ukirudi utapata limemea. Ukiliweka katikati ya Biblia, uende Ghana wiki 3, ukirudi utapata limemea. Ukilitupa hapo nje utalipata limemea. So linaitwa jani la uhai. Na hilo jani ndio linaitwa jani la miujiza. So lina maji mengi sana kiasi ya kwamba hata alitegemei tu kumwagiwa. Linaweza mea lenyewe, lakini kukauka linakauka. So kulifanya likauke, uyatayarishe yakauke, ndio uweze kuyaweka ndani ya mtungi ule. Kwa sababu utahitaji kuyapika mpaka yakuwe makaa yote. Hizo vitu zote utaweka pamoja. Upike yote, ubani, uchome mpaka ndani ya hiyo nyungu. Uchome mpaka iwe makaa yote. Kumbuka mbegu za paka, zile mbegu za macho ya paka, si rahisi kuwa mavumbi. Alligator pepe yenyewe si rahisi kuwa mavumbi. Lakini mwanangu, ni kazi. Si mahali pa pesa inatoka. Unafikiria ni rahisi? Ni kazi. Hii ndio watu wanasema, nendeni mfanye kazi, achaneni na tayo. Hii ni kazi. Hizi ni vitu ambavyo vinahitaji umaarifa mwingi, kujitolea na masaa ya kuviandaa, ili uweze kutumia kwa kulete mabadiliko yatakayoingia katika maisha yako. Unapomlingana Mungu aliyekuumba chini ya mamlaka ya imani uliyo nayo. Unanisikia? So utafanya hivyo. Lengo ni kwamba lazima vichomeke viwe makaa.
vikisha chomeka imekuwa makaa. Usiondoe ile nyungu, maana umefunika. Wakati umefunika inachomeka, usijaribu kufunua. Atunaangalia kama imekuwa choma mpaka saa ile utakapofunua, ujue umefunua tu kabisa, maana hautahitajika kufunua na kufunika, funua na kufunika, hapana. Utachoma mpaka ujue hii saa hii ni makaa. Vile utajua ni wewe mwenyewe, utapima uone hii moto nimeweka na hii kuungua, imeungua na hii masaa, hii kitu ni makaa. So itakapokuwa makaa, usitoe hiyo nyungu ukaweka kwa mchanga chini. Zima moto, wacha ikae hapo mpaka itulie. Itakapotulia, tafuta kitambaa cheupe kama katawali keupe hivi, tandika chini, toa hiyo mtungi, weka juu yake. Hapo ndio vile inaenda. Kisha weka juu yake. Kitu ambacho utafanya, tafuta calabash. Calabash ni ile kitu kinu. Hapana, sio kinu. Calabash ni ile kuna sehemu fulani hapa Kenya watu wanapenda kutengeneza maziwa, wanamwaga ndani. Kitu hicho kinapenda kutumiwa kubeba maziwa. Hata wanyanya kitambo huko in the villages walikuwa wanatumia kuweka maziwa ya ng'ombe, alafu wanafanya hivi mpaka maziwa, wanaondoa ile mafuta juu. Wakifanya hivi maziwa inakuwa mazuri, hivyo hivyo wanatengenezea maziwa hapo ndani. Hiyo kitu inaitwa calabash. Sasa unatafuta kadogo kazuri, tengeneza vizuri, alafu kawe na kitu utaingiza ndani kama kifuniko. Sasa ukishatengeneza calabash, hii mchanganyiko uliochoma uko ndani ya hiyo mtungi, utachukua hiyo mchanganyiko ukiwa hapo ndani, usitoe. Fanya mpaka iwe kama majivu kabisa, iwe kama powder, iwe majivu kabisa hapo ndani. Tumia hapo ndani, tafuta kitu changania hapo ndani, na mikono ikikataa, tafuta kitu mpaka ikuwe majivu. Lengo ni kuwe majivu hapo ndani kabisa, mazuri. Alafu utatafuta uweke ndani. Ukitoa ndani ya hiyo mtungi, hiyo chungu utaweka ndani ya calabash. Alafu utafuta kitu ufunike. Ukishafunika, tafuta kinguo cheupe kizuri, kitengeneze kama kabag ambao kakona mikono, kenye hiyo calabash itaweza ingia ndani. Uingize ndani, alafu uende uhang mahali kwa nyumba yako. Weke mahali. Sio kwamba unaweka hapo inalinda kitu, hapana, ni kuweka tu. Yaani haitakikani iwekwe chini ikalia makalio hii. Hapana, inatakana ihang. So utaenda, ndio maana unatengeneza kale kabag. Kumbuka kabag kawe na kala kanguo ka white, ndio unatengenezea. Alafu una hang mahali kwa bedroom yako ama kwa nyumba mahali, sehemu fulani, mahali ambapo ni solitary place, mahali watoto hawatafanya nini? Hawataharibu. So hiyo utakuwa umeshatengeneza hiyo product. So jambo lenye linafuata itakuwa ni kutumia. Namna ya kutumia ni kwamba kila siku kabla hujaongea na mtu, unaruhusiwa kuongea na Mungu peke yake kwa maombi. Lakini ukimaliza asubuhi, kabla hujasalimiana watu, unataka kutoka kwenda kazi yako, chukua kidogo uweke kwa mkono. Na kuna wale ambao hamtumii pombe, kinywaji kikali. Unaweza tumia wine, ile yenye mnatukunywa kama meza ya Bwana. Unachukua hiyo, unaweka kidogo kwa mkono, upande wa powder, na kwa glasi kidogo. Sasa utaomba, Bwana, naomba nifunguliwe milango nipate hii contract. Naomba nipate kitu hiki. Naomba milango hii funguke. Naomba watu wazuri wanaoweza kunisaidia kusonga hatua waje kwangu. Naomba niunganishe na watu wa sawa watakao niinua kimaisha. Unazungumza kile unataka. Yale mambo ambayo unataka mbele yako unayasema. Okay, unaweka kwa kinywa, alafu unakunywa, na hiyo inakusaidia kumeza. Kama uwezi hiyo, unachukua hiyo ka powder kenye umeweka mkono, baada ya kuomba unachanganya ndani ya hiyo, alafu unafanya hivyo, unakunywa yote. Unafanya hiyo, utakuwa unatumia hivyo kila wakati. Yuko Mungu wapendwa, lakini maarifa haya yanatumiwa katika anga hii ya dunia ya mwanadamu.
ili tuweze kusaidika kwa mambo fulani. Ni maombi tumeomba na kutumia maarifa hayo. So fanya hivyo, utapata contract zitakuja kwako nzuri. Mungu atakupa neema ya kupata uwezo mkubwa utakao usaidia kumdu watu wako, kuondoka kwa mitego ya madeni makubwa makubwa, kukusaidia hata malango ya baraka yaweze kufunguka. Utumie hela yako na milango yako yenye umepata. Usiache kusapoti injili ihubiriwe, watu wapate kumrudia Mungu, watu wamwamini Kristo. Na usisahau kusaidia watu ambao wanaweza kuwa wanataka kusaidika lakini hawana usaidizi. Unajua kuna watu ambao hawana uwezo katika maisha, lakini pia ukitaka kuwasaidia hawawezi kujisaidia. Yaani ni hasara sana kutaka kuinua mtu ambaye amekwama. Mtu ambaye hawezi kushika 10,000 na wewe unajaribu kumpa 10,000, yeye amezoea 1,000. Wakishika 10,000 atataabika nayo mpaka ibaki 1,000 ndio ataanza kuwa sawa. Sasa wewe ukiweka 10,000 kwake utakuwa umemuua. Usisaidia mtu ambaye hawezi kujisaidia. Tafuta watu ambao wanataka kuinuka, lakini hao watu hawana mtu wa kuwainua. The moment tu namshika mkono na muinua, atainuka. Hao ndio mahali pa kuweka rasilimali zako za msaada. Kuna watu ambao wameganda, usishughulike nao. Lakini wale wanaotamani kwenda mahali lakini hawana miguu, wapatie miguu, wataenda. Lakini mtu ambao unampatia miguu ya kwenda, anachukua miguu anauza, anarudi anaketi, huyo mtu si wa maana. Chukua viatu vizuri unapatia mtu avae aonekane smart, anachukua anauza, anarudi kwa ile nguo yake ya kawaida. Huyo mtu si wa sawa. Achana naye kabisa, unaharibu muda wako. Usipojua, usipochunga, ni shetani anamtumia kumaliza, kuharibu mambo yako. So be very keen with the people you are helping. Wale watu ambao unasaidia. Unataka kuwa mzuri na mambo ya Mungu, ufanye vile inavyotakana. Contract zitakuja kwako, milango mikubwa ya baraka ya pesa itakuja, mafanikio yatakuja, lakini uengage katika kusimama na kazi ya Mungu, na uengage katika kuhakikisha hata mayatima unawajali, wajane unawakusanya na wanunulia kitu, watu hawana manguo na wanunulia kidogo nguo, vitu kama hizo. Lakini usiharibu hela yako kwa watu ambao hawaendi mahali. Maana kupata pesa si rahisi. Mungu wa uzima akubariki, akupe neema hiyo, milango na contract zifunguke kwa wale ambao mtahitaji hii. Mnaweza kuengage na kufanya vile nimesema, nimefundisha pole namna ya kufanya. Lakini kama utashindwa, basi tafuta Daktari Wilson Tayo, nipigie simu, nitumie message na nikutayarishie na uwe tayari kulipia. Ukiniambia nisaidie tu, mtu wa Mungu, ndio kushukuru, wakati peleka hiyo ujinga mbali. Hiyo ujinga peleka mbali, hata usijaribu kuniongelesha hapa neno kama hilo. Ulimwengu ambao tuko nao, ukiniona hivi miaka yangu, si mtu ambaye nimeanza kazi ya Mungu saa hii. Ni mambo nimefanya miaka iliyopita, miaka imepita zaidi ya 30 nikiwa kwa kazi hizi zenye nafanya. So unielewe kwamba kuna huko nyuma nimepita watu wa kila aina. Nimejaribu kusaidia watu wa kila aina. Nimejaribu kufanya kazi za watu wa kila aina. Kuna vile Mungu amechange moyo wangu. Siwezi kuwa vile nilikuwa miaka yote, ni vizuri nikue. Watu ambao wanasema nifanyie tu, nikifaulu nitakufanyia hivi, niliwaambia msiniambie kitu kama hicho. Wale ambao mnataka kunifanyia zawadi, msiniahidi. Msiniambie nitakutumia zawadi fulani, nitakupatia heka fulani ya shamba. Mwingine aliniahidi heka 5. Kakuja kuniambia, kazi yako imenisaidia sana, nimepata hata heka 20, nimepata sijui nini. Hata wewe nakukatia tarehe fulani, nakuja tukutane, tuende uchukue hiyo shamba. Hata kuja wala kupiga tena. Baadaye alirudi na shida ingine. Hata yale mambo hataji tena. Mimi sitaki kuahidiwa mambo ya zawadi. Usiniahidi. Mungu amekuguza, niitishe namba ya simu, tuma. Mungu amekuguza, endesha gari, kuja ongea na security, wakuruhusu uingie mahali niko. Ongea na secretary, akupatie nafasi unione. Niambie, mtu wa Mungu, nimekuja, nina hii na hii, nataka tuende nikukatia mahali. Umenisaidia. Nina sehemu kubwa, nataka nikupe mahali pa kujenga kitu fulani. Nina zawadi hii nimekuletea, iko hapo nje. Chukua. Hivyo, lakini usijaribu kuniahidi.
nitakununulia hii, mimi sitaki ahadi za wanadamu. Sitaki, usiniahidi. Fanya tu ya moyo, ukiona haiwezekani, mimi sijakuitisha. Kile naitisha ni msaada wa kazi ya Mungu. Simameni na hii kazi. Simameni na hii huduma. Mtaanza kujuta, wengine wanasema nilimjua kutoka kitambo, nilikuwa naye hata nimekaa naye kwa ofisi yake kabla hajainuka. Sasa wewe unangoja mpaka ni waseme hivyo. Si usimame na mimi, uinuke na mimi. Sadaka zenu kubwa kubwa mnapelekea wale walioshainuka. Walio chini kama sisi tunatafuta mahali pa kufanyia ibada, tunatafuta mahali pa kukutana, tunatafuta, hatuwezi kupata msaada huo. Mnangoja, mnakaa kando. Mabilionea. Kanza itakuja kwako, itakula maelfu milioni 10. Laiti ungeliweka hapa, tusimame na kazi hii. Mungu akuepushe nayo. Wewe sikulani na kujaribu kufungua macho. Timothy anaambiwa na Paul, waambie matajiri watumie hela yao kwa kazi ya Mungu. Mtu kama mimi mmenijua, nazunguka Uganda, Kenya, Tanzania, Nigeria, Rwanda, Burundi, nazunguka kila nchi. Naenda sehemu nyingi sana nikifanya hii kazi. Na hii ni kazi tu ndio nafanya hii. Wengine mnaniona nafanya revival meeting makanisani. Wengine mnaniona nafanya pastoral trainings. Wengine mnanipata nafanya conferences. Wengine mnaniona nafanya spiritual tips kwa watu na nini hizi knowledge. Na mwezi kusimama na mimi. Alafu unasema tunangoja ati niinuke ndio nini. Mimi sitafuti vile nitakula saa hii. Natafuta vile nitafanya watu wapate majibu. Na hiyo nikifanya hivyo, Mungu naye ananipa kidogo, napata na mimi nafasi ya kulisha hata wale watoto wangu. Mimi na watoto, nina mke na watoto. Tena wengine wako university. Unanielewa? Mungu akubariki. Moyo huu kuingie. Sasa Nairobi, wale wa Nairobi, simu nipigie simu Nairobi, uniambie mtu wa Mungu niko na mahali fulani, unaweza kuja uweke center tuanze kazi. Si unipigie simu Nairobi. Si Nairobi natamani. Simu nifungulie mlango, ninyi ambao mnanifuata. Niambie ukianzia hapa tutasimama hivi. Naomba Nairobi nipate mtu ambaye ataniongelesha kulingana na laini hii. Tuanze kazi hapo Nairobi. Na wewe hautakosa. Watoto wako hawataenda shule wakiwa wamerarukiwa nguo. Hawataombaomba mikate. Mimi tayo nikiwa na maarifa haya niko nayo. Nitafutie nafasi, tupate nafasi Nairobi. Niingie hapo tuanze hii kazi. Hata kama tutaanza watu 3. To grow. Ita grow. Kile Mungu yuko ndani lazima kikue na kipanuke. Asante. Bwana akubariki. Tukutane kwa video itakayokuja. Matajiri nitafungulia hii milango. Maskini watainuka tu. Na Mungu atakuwa pamoja nanyi. Asante.